Game time, tuonavyo sisi. Na kweli AC Milan alionyesha ushindani mechi za mwanzo mpaka katikati hapo ambapo AC Milan amemaliza msimu amepoteza michezo 8 na amedraw michezo 10. Ukiangalia kwa haraka ni kwamba ligi yenye timu 20 maana yake hapo mechi 10 draw, mechi 8 kupoteza, maana yake amepoteza matokeo ya point 3 kwenye michezo 18. Game time, tuonavyo sisi. Yes, baada ya safari ya muda mrefu kweli wa ligi 5 bora barani Ulaya, leo tumefika kikomo cha ligi zote 5 bora barani Ulaya. Leo tunaangalia round up ya ligi zote, mambo yaliyofanyika ndani ya msimu mzima, lakini vitu vya kipekee ambavyo tumeviona kwenye ligi hizi 5 bora barani Ulaya. Game time imekuletea michezo mbalimbali ambayo imechezwa kwa msimu mzima kwenye ligi hizi. Twende na karibu sana kwenye kipindi hiki cha Game Time. Tumekuandalia vingi ambavyo hujawahi kuvipata popote pale ambapo umewahi kuvitafuta. Jina langu ni Andrea Masawe. Nipo na Skell Sensei, bingwa wa ligi kuu nchini Uingereza, I think. La Liga pia, Barcelona. Napenda wanavyocheza. Okay. Sio naishabikia. Wewe shabiki wa Arsenal. Mimi shabiki wa Arsenal. Okay. Masud, uko vizuri? Iko fresh. Nipo na Masud, lakini pia nipo na Moro King, shabiki wa Liverpool. Shabiki ambaye pia amempa mkono wa kwaheri Mo Salah. Nadhani umejipanga kucheza bila Mo Salah msimu huu. Yeah, kabla ya Mo Salah kuwepo tulikuwa na Liverpool. Kwa hiyo kuna kwenye Biblia wanasema kila jambo lina mwanzo na mwisho, kila jambo na wakati wake. Kwa hiyo I think it's time. Maneno ya majonzi kweli kweli. Think kuna kitu kila jambo na wakati wake. Kuna wakati wa kukusanya na wakati wa kutupa, wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Kwa hiyo it's time. Na wakati wa Liverpool sasa kuangalia upepo mwingine wa kuendea baada ya ule upepo wa Mane, think Firmino, then Salah wakiwa kwenye peak, mambo walikuwa wanayafanya, then imewapoteza watu watatu rasmi sasa. Na Robertson pia. Oh yes, Robertson. Alobaki katika wale waliochukua kikombe kipindi kile, ile timu yetu ile, amebaki Alisson Becker peke yake. Van Dijk. Yeah, Alisson Becker na Van Dijk. Ambao Alisson naye kuna story kwamba Juve wanataka kuweka mpunga, lakini anyway ni wakati wa usajili, Konate hakuwepo kabla. Gomez alikuwepo lakini Gomez sio regular starter. Of course. Yes, tunaanza na ligi kuu ya nchini Italia. Mmoja kati ya ligi ambayo kwa msimu huu imekuwa na ushindani kweli kweli. Kuanzia nafasi ya pili pale watu walikuwa wanachana alama moja, lakini mechi za mwisho za ligi pia zimeenda kuamua nani wa kucheza michuano ya Ulaya na nani ambaye hatocheza michuano ya Ulaya msimu ujao. Yeah. Tukiangalia kitu cha kipekee ambacho mimi nimekishuhudia ni Como ambayo tumemwongelea mara nyingi. Surprise package, Yes. Akishiriki UEFA Champions League msimu ujao. Kwa kifupi ama ukiweza kuongelea kwa upana zaidi, AC Milan wamekoma wapi msimu huu? Hawachezi UEFA Champions League na wanaonekana ni tatizo ambalo wamekuwa nalo. Walikuwa wako vizuri mwanzo wa msimu, lakini hivi sasa msimu umeisha, hawashiriki UEFA Champions League. Yeah, katika hali ya kawaida mtu anaweza akatushangaa ni kwa nini tunasema AC Milan hajafanya vizuri, ilhali msimu uliopita AC Milan hakushiriki kabisa michuano ya Ulaya. AC Milan msimu uliopita hakushiriki Europa, hakushiriki UEFA wala hakushiriki Conference. Kwa hiyo katika hali ya kawaida mtu anaweza akasema inakuwaje mnalalamika kwamba AC Milan ambayo ilishika nafasi 8-9 huko msimu uliopita, sasa hivi imeshika nafasi ya 5, tunalalamika kwamba hajafanya vizuri. Lakini I think mtu ambaye anaweza akasema hivyo, anaweza akawa ni mtu ambaye hajaangalia mechi nyingi za AC Milan. Wakati msimu unaanza, kuna sisi ambao tuna imani na AC Milan tuliamini kwamba it is time, na Inter ambaye alikuwa ametoka kwenye kujeruhiwa
kufungwa goli 5 kwenye fainali, the first in many years fainali kuwa na goli nyingi kiasi hiko. Tulikuwa tunaona kabisa Inter amepoteana. Ukiangalia Inter amefungwa 5 na PSG. Kocha ameondoka, Roberto Mancini ameondoka, ameenda zake Uarabuni na kadhalika. Watu wakaona it's a new dawn for Serie A, kuwa na bingwa mwingine, kuwa na ushindani. Na kweli AC Milan alionyesha ushindani mechi za mwanzo mpaka katikati hapo, ambapo AC Milan amemaliza msimu amepoteza michezo 8 na amedraw michezo 10. Ukiangalia kwa haraka ni kwamba ligi yenye timu 20, maana yake hapo mechi 10 draw, mechi 8 kupoteza, maana yake amepoteza matokeo ya point 3 kwenye michezo 18. Yani AC Milan katika michezo 18 ambayo pengine angetakiwa apate point 3, amepata point 8 tu. Sasa ni jambo la kusikitisha kwamba AC Milan ina kila aina ya mchezaji. Wamewekeza vizuri, wamesajili hapa na pale, lakini matokeo ndo yameishia hivyo. Na kitu kinachosikitisha watu wengi ni kwamba mechi ya mwisho dhidi ya Cagliari, AC Milan alihitaji kushinda tu ili ya maintain nafasi yake ya UEFA Champions League, lakini nako ameshindwa. Na ametoa nafasi kwa Como, ambayo Como ni new, au tuseme ni surprise. This is the first time kwa timu ya Como tangu imeanzishwa nadhani mwaka 1907 kushiriki michuano ya Ulaya. Wakati fulani tulijadili hapa, nadhani nilikuwa na reservation kwamba Como anatakiwa aanzie Europa, na nadhani Skills alisema na mnukuu kwamba kama sio sasa hivi yeye kushiriki Champions League ni lini tena. Na nadhani Como, kwa sababu Como wanaweza wakawa mashabiki wazuri wa Game Time, walisikiliza maneno ya Skills na wakasema kama sio sasa lini tena. This is the first time Como anashiriki michuano ya Ulaya, na sio tu kwamba michuano ya Ulaya, wanashiriki michuano ya juu kabisa barani Ulaya ambao ni UEFA Champions League. Kwa level ya Como tulitazamia labda angeshiriki Europa Conference au angeshiriki labda Conference au angeshiriki Europa League, lakini ameenda for the big gun, ameenda kwenye Champions League. Na ni kumpongeza Como kwa sababu mimi wakati mwingine huwa naamini kwamba usipoweza kuchagua utachaguliwa, utasaidiwa kuchagua. AC Milan ameshindwa kuchagua UEFA Champions League, fate imemchagulia Europa. Como amechagua kushinda mechi zake na amepata UEFA Champions League. Kwa hiyo kama nilivyosema mwanzo, watu wengi wanaweza wakashangaa kwamba AC Milan ilimaliza nafasi ya 9 msimu uliopita, haikushiriki Europa Conference wala haikushiriki Europa League wala Champions League, na walikuwa nafasi ya 9. Msimu huu wameshiriki wamefuzu nafasi ya kushiriki Europa League au UEFA League. Mtu anaweza akaona hiyo ni upgrade, lakini mi naona kama kwa kikosi na kwa namna walivyoanza ligi, they could have done better man. But again, ni mpira wa miguu, hakuna kilichoahidiwa na c'est la vie. Na Como wafanye nini ili waweze kuleta ushindani kwenye UEFA Champions League? Kwa sababu msimu huu amekuwa moto kweli kweli, na mechi ya mwisho ashinda goli 4 akiwa ugenini 4-1 ya. Kipi kifanyike ndani ya kikosi cha Como, ama wakienda hivi wanaweza wakafanya vizuri pia UEFA Champions League kwa kikosi hiki ambacho wanacho hivi sasa? Kwa kwanza cha kwanza ni kujaribu keep the same squad. Yani hicho ndio kitu cha kwanza, wasipoteze wachezaji ambao wamecheza the whole season iliyoishi. Lakini kama kuna maeneo ambayo especially eneo la striking force ni eneo labda la kuweza ku-reinforce. Lakini cha kwanza cha kufanya ni kwamba wasiweze kupoteza mchezaji hata mmoja ambaye especially wachezaji ambao walikuwa wale regular starters. Wasiweze kuondoka. Wabaki na kina Nico Paz, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji wakiondoka kama Nico Paz, ina maana
inabidi upate mchezaji ambaye ana fit the profile ya Nico Paz, na si kitu sio kitu kirahisi sana kukipata, unless kama hautaki kupata mchezaji ambaye ana fit the same profile, basi the system Fabregas atengeneze system ambayo mchezaji zaidi ya mmoja atatoa a bit ya Nico Paz. Sijui kama naeleweka nikisema hivyo. So ku keep the same squad, wasipoteze wachezaji, lakini kwenye reinforcement kama nilivyosema awali, sehemu asasa ya striking force, magoli yanatoka kila sehemu, lakini ukipata mchezaji ambaye striker ambaye anaweza kukuoffer double digits every season, inaku elevate kwa kiasi fulani. Eneo la ushambuliaji ni moja kati ya eneo ambalo limegusiwa sana na Masoud, na ukiangalia Como kwa kiasi fulani kwenye eneo la ushambuliaji wako vizuri, hasa ukicheza game kubwa. Ukiangalia game dhidi ya Inter, game dhidi ya AS Milan na Paul, wanaonyesha wana uwezo wa kufunga. Kwa sababu ukiangalia hata kwenye wale msimamo wa top scorer wa kwanza ni fundi Lautaro Martinez ana goli 17, anafuata mtu kama Malen. Malen amefanya kitu cha ajabu sana kwenda Januari alafu na kufikisha magoli 14, sio jambo la kulichukulia poa. Anafuata Duvicas ambaye ni mchezaji wa Como, ana goli 14. Kuna mwingine anafuata afa anakuja Nico Paz ana goli 12. Ukiangalia Nico Paz ana jukumu la kupiga penalty, ana penalty kadhaa pia amezifunga. So nachomuona Fabregas ni mtu ambaye ameamua timu yake pale watu wote wa kanzia katikati kwenye kushambulia paka mbele wagawane magoli. So wawe na striker mmoja ambaye atakuwa anafunga magoli mengi zaidi ya wengine, kama anavyofanya labda Haaland, kama anavyofanya labda Harry Kane au nani. Lakini namuona Fabregas ametengeneza timu pale juu, yoyote anayepata nafasi ya kufunga wawe wanafunga, kwa sababu Duvicas kuwa na goli 14 na ndo regular starter, kwa sababu walimsajili Morata, lakini mara nyingi Morata anashinda Moisela kuliko uwanjani. So Duvicas kafanya kazi yake na inavyotatikana. Nico Paz kafanya kazi yake inavyotatikana, though ni ngumu kusema, lakini kwa namna moja au nyingine ligi ya Italy inaanza kupoteza ubora wake. Ile kipindi kuanzia labda 2000 kushuka chini, ulikuwa ukitaja Italy, hata Inter hakuwa na ubora ule, lakini ulikuwa unamtaja AC Milan na Juventus. Leo hii miaka karibuni 3-4 kupanda juu, unamuona AC Milan ya shiriki UEFA Champions League na inakuwa kawaida, watu waamwazi tena. Juventus na yeye though anabadilisha makocha na analeta makocha nguli, lakini na yeye anashindwa kudeliver, kwa sababu mtu kama Spalletti na mtu kama Allegri ni watu wa kuchapa viboko, kwa sababu ni watu ambao wanajua ile ligi nje ndani. Kama Spalletti ana miaka 3 tu kabla ya kuchukua kombe na Napoli, si ndio? Mtu kama Allegri kashachukua Scudetto mara kibao na AC Milan. Ni mtu anayejua ligi ya Italy nje ndani, kama Conte, Maurizio Sarri. Yes, ni watu ambao wanaijua ile ligi nje ndani kuliko mtu yoyote, nafikiria kuliko kocha yoyote, ukimtoa babu ambaye sasa hivi ni kocha wa Brazil, Carlo Ancelotti, kumtoa Ancelotti. Lakini Allegri na Spalletti ni watu ambao inabidi wawe na mambo ya kujibu. So kwa Como mimi nawapa tu kila laheri. Alichokifanya Fabregas ni kitu kikubwa sana, though nilikuwa nafurahi kusikia kama anataka kulenga kwenda Champions League kwanza kabla ya Europa. Ni msuli mzuri anaenda kuutunisha, though inabidi akutane na wamiliki wa timu wampe kile anachokihitaji sasa hivi, kwa sababu kwa bajeti ndogo aliyokuwa nayo ameweza kudeliver alichokifanya. Tusubirie tu, labda atakuwa surprise package kama anavyosema Mswahili. Yale ya Bodo Glimt labda tutaenda kuyaona, yale ya Sporting SCP au labda ya kina Cresas Veda huko, yanaweza yakatokea tena. Na hata akifungwa vululu na watu kibao kulingana na atakao kutana nao, pia sitaona issue, kwa sababu alichokifanya kwa watu waliokuwa nao ni bora kabisa. Yes, Italia msimu ujao itakuwa na timu kama Inter Milan kwenye UEFA Champions League, Roma, Como,
ni moja kati ya klabu ambazo zitakuwa Napoli zitakuwa kwenye UEFA Champions League. Kwa kuitazama ligi ya Italia, miaka hivi karibuni imekuwa haileti sana ushindani kwenye UEFA Champions League. Wanafika finali lakini kikombe kwenda Italia imekuwa kazi kweli kweli. Nasema wanafika finali, wamefika mara moja. Wanafika dhidi msimu uliopita Inter Milan. Pia ile ya Man City. Lakini na ni Inter ndo anayewakilisha tu. Inter wao. Yani hao. Yes, engo yangu ya swali ipo kwenye nafasi ya ligi ya Italia kwenye hizi ligi 5 bora barani Ulaya. Ina maana ni kwamba hii ligi imeshuka kwa kiasi hicho? Yeah, I think ni sahihi ukisema ligi imeshuka kiwango, kwa sababu ligi ambayo inategemea pensioners kutoka EPL au pensioners, nikisema pensioners namaanisha mtu ambaye ashacheza amemaliza muda wake EPL au Spain, ndio anakuja huku anaonekana kijana wa miaka 18. Kwa mfano nadhani Cremonese alimchukua Jamie Vardy. Vardy amecheza professional football Uingereza miaka takriban 10 na ngapi sijui. Ameshamaliza kila kitu, yani ameshafikia ukomo wake wa kucheza professional football. Anaenda Serie A. KDB, Kevin De Bruyne amecheza kwa mafanikio makubwa sana Manchester City. Manchester City wanamwambia bro, imetosha. Ameenda Serie A. Luka Modric, kila mtu anajua namna ambavyo Luka Modric. Nadhani Luka Modric ni miongoni mwa wale wachezaji ambao wana UEFA zake 5 au 6 pale Real Madrid. Kashamaliza kila kitu, kafika finali ya kombe la dunia. Mwaka 2018, kachukua UEFA Champions League za kutosha, kachukua La Liga za kutosha, hizo tuzo man of the match kama zote. Ameshamaliza kila kitu chake. Huwezi ukajenga ligi bora kwa kuchukua makapi kutoka kwenye ligi zingine. Sina lengo la kuwakosea heshima wachezaji ambao wanatoka EPL au wanaenda sehemu zingine, but it is for a very specific reason, kwamba hawafai tena kule. Huwezi ukajenga ligi bora kwa timu ambayo inasubiri free agent au inasubiri wachezaji wa mkopo kutoka kwenye ligi bora waje wafanye amsha, au unasubiri rejects. Mtu kama Lukaku, mtu kama Scott McTominay, mtu kama nadhani Fikayo Tomori, mtu kama Tammy Abraham, wachezaji ambao huku kwingine washaonekana kwamba hawa hawafit huku, ndo wanaenda kuika kule. Huwezi ukawa na ligi ya hivyo, na huwezi ukawa na ligi ambao haiinvest kwenye wachezaji, kwenye vipaji. Kuna siku Mswahili alifanya makala kuhusu fate ya Italian football. Hii ni back to back season ya World Cup. Italy hawashiriki kombe la dunia. Huyu ni bingwa wa Euro mwaka 2021 ile kombe la Covid. Hayupo kwenye kombe la dunia msimu wa pili mfululizo. 2022 Italia hakuwepo kwenye kombe la dunia. 2026 tena Italia hayupo kwenye kombe la dunia. Kwa hiyo the state of Italian football iko kwenye jalala. Huwezi ukawa na ligi ya aina hiyo. Kwanza tukubali kwamba Italy kipindi walikuwa wana invest kwa wachezaji wa ndani, ndio ilikuwa Italy ambayo unaiona AC Milan iko sawa, Juventus iko sawa, na Inter Milan ilikuwa inakuja kabla haijaanza kuintroduce akina Coutinho. Kile kitendo cha kuacha kuinvest kwenye wachezaji wa ndani ambao wanakuta wako wachache kwenye zile timu kubwa, linalosababisha pia ule ukongwe wa zile timu unazidi kushuka. Kwa sababu ukiangalia Uingereza, watu wanasema Uingereza labda inasajili watu wengi kutoka nje, lakini ukienda kuangalia timu kama Everton unakuta kuna Waingereza wangapi wa kutosha. Ukienda kuangalia timu kama West Ham, ukienda kuangalia timu labda kama Sunderland, ukienda kuangalia timu labda kama Leicester back in the days, ukienda kuangalia timu kama Fulham, unakuta wale wazawa wako wa kutosha, na unawaona kabisa watu wanawapambania kwenda sehemu moja. Kwa mfano kama tunavyokuwa wanapigiwa chapua kina Bukayo Saka, wanaenda kulinganishwa na wachezaji wakubwa kabisa. Wakina Cole Palmer wanaenda kupewa, lakini huwezi kuzikuta vitu kama hivyo Italy kama ulivyosema Muro, wana zile
wanataka cheap labor kwanza, yani wale wachezaji ambao wanaweza kulipwa kidogo na kuweza kudeliver mzigo mkubwa. Kwa hiyo sasa hivi huwezi kumkuta mtu zile kalama za kama kina Pirlo, huwezi kuzikuta zinazaliwa pale pale Italy, zinakuwa wakina Maldini, yes, wakina huwezi kuwakuta watu kama hao wanazaliwa pale, wakina Chivu, nadhani wakina Inzaghi, wa mafundi kama kina Del Piero, huwezi kuwakuta saizi wakiwa kina Cannavaro, huwezi kukuta wanazaliwa watu kama. Nadhani kikosi cha mwisho cha Italia ambacho kilileta noma ni Euro 2020 kina Federico Chiesa, ambao unaona Chiesa sasa hivi ndo anaelekea ukingoni, Lorenzo Insigne na wengine. Baada ya hapo sasa hivi Italia wanamtegemea mtu kama Scamacca kama striker, unaona kabisa kuna tatizo. Kuna changamoto ndani ya ligi kuu ya nchini Italia. Sasa matarajio ya ligi msimu ujao, na I think bado ana kazi kubwa ya kufanya, kwa sababu tunayaona yale yakiendelea. Labda wabadilishe utaratibu kwenye dirisha dogo la mwezi wa 6 baada ya World Cup. Dirisha kubwa ya invest tu, labda kama tulikuwa tunazungumzia siku hapa swala la usajili, kwa mfano mtu kama Yildiz pale Juventus sasa hivi hawashiriki kikombe kikubwa cha Ulaya. Sidhani kama mtu akipeleka 50 kwa Yildiz, Juventus wanaweza wakatunisha misuli kumbakiza, au kama Conceição mtu akipeleka 40 pale, sidhani kama yule Vlahovic, yani watu wakienda kuidismantle Juventus ni dakika chache tu, au wakienda AC Milan ukamchukua mtu kama Rafael Leao. Lakini pia skills, kitu kibaya zaidi ni kwamba when was the last time Italy imetoa MVP kama kipindi kile, because nakumbuka mtu kama I think Crespo, mtu kama Andriy Shevchenko walitoka Italia na walisajiliwa kwa record signing, kama sijakosea hii taarifa. When was the last time Italy wametoa MVP wa Kiitaliano? Liverside wa Kiitaliano, MVP tu yoyote, yani mchezaji ambaye amesajiliwa kwa hela nyingi. Sababu Crespo sio MVP wa Scudetto alikuwa na McTominay. Sasa hivi ni Lautaro Martinez, right? So unaona sio wa Italiano hawako kwenye hiyo chati. Hata ukiangalia zile scorers watu 10, assist 10, Liverside kuwa Italian. Mchezaji tu ambaye anaweza akasajiliwa kwa record signing. Mara ya mwisho Italia wamefanya hivyo lini? Kwenye ligi yao, yani kama ambavyo Uingereza pale tunaweza tukasema Haaland sio Muingereza, lakini anyone will break the bank. Wanaenda kuchukua Ujulandi kwa hela nyingi. Si ndio? Swala nadhani hujamuelewa. Yani tunamaanisha hivi, mara ya mwisho lini mchezaji mwenye hadhi ametoka Serie A kwenda kwenye top league? Ndio Hojlund alienda Man U. Bro, sole ana hadhi? Kwa kama ndo alimtoa kwa hela nyingi, yule ndo mwenye hadhi kwao. Yaisha bro. You know kuna a finished product. Sawa, kuna wachezaji ambao ni finished product wananunuliwa kwa hela nyingi sana. Wapo vizuri tayari. What wanachokuwa expected ni kwamba akifika kazi imeanza, si ndio? Lakini kuna wachezaji ambao wananunuliwa kwa pesa nyingi, wadogo, wenye umri mdogo, maybe 21 kushuka chini, hata 22, ambao ni prospect, kwa sababu tayari sasa ni ngumu kumwacha kwa sababu labda anatolewa macho na timu nyingi ambazo zinampunga wa kumchukua. Na hawa watoto wachezaji wadogo ambao wanaonekana ni wana potential, wanapewaga mikataba marefu sana. So huwezi kupata mchezaji ambaye kwenye mkataba wake bado ana akiba ya miaka 3 ukampata kwa hela ndogo. The reason wachezaji wadogo wananunuliwa kwa pesa nyingi kwa staili hiyo. Sasa Hojlund naye alikuwa hivyo. Alikuwa anaonekana ni prospect. Ni mchezaji ambaye maybe a year or 2 anaweza akahit the ground running vizuri. Lakini haijawa hivyo. Akarudi kule. Kumbuka nani Lukaku? Kumbuka mwanangu Osimhen, lakini yeye alianza kwa mkopo kwanza. Exactly. Yeah. So lakini Caravastelli bwana. Lakini pia football bwana, football ina mambo mengi sana. It's true. Yeah, mchezaji anaweza akashindwa kufanya chochote kutokana na mazingira tu. The pressure labda ambayo unakuta
Italy unajua Italy na Ujerumani huwa hawa scrutinize sana wachezaji na media zao, tofauti na Spain na England. So kama umeshazoea your life is iko low key, unapiga pale, unacheza, unapewa nafasi ya kucheza, unatoa stinker, watu wanacheza vibaya, unaweza ukarudi zako ukakaa nyumbani, people don't even angalia Lukaku akiwa Uingereza na Italia. Labda mwalimu ataona haujanipa ninachokitaka, atampa nafasi mtu mwingine. Sasa that's a whole different picture ukiwa EPL. Yeah, ukiwa EPL, hata ukiwa Aston Villa, hata ukiwa Fulham, wachezaji utatukanwa sana, umenunuliwa kwa hela nyingi, hamna kitu unafanya, kama kwenye ile meme ya mchezaji kama akikosa labda amenunuliwa kwa hela nyingi, alafu anapata nafasi ya kufunga na kosa, jamaa anaistopisha, anaanza kuelezea kuhusu viatu vyake, hoteli anayokaa, chakula anachokula, wanawake wazuri wanaokuwa nao, lakini unashindwa kufanya tap in. So baadhi ya wachezaji wanashindwa, wanafeli kutokana na pressure inakuwa inawazidi. Mfano Lukaku akiwa Uingereza na Lukaku akiwa Italia. Lukaku akiwa Uingereza kila mtu anamlalamikia. Lakini Lukaku akienda Italia, kwa sababu I think Antonio Conte akifika kwenye timu, kitu cha kwanza anauliza tunaweza tukamsajili Lukaku, alafu ndo anaendelea na mambo mengine. Yaani wote tukubaliane, au kwa statistics za Italy hivi karibuni, Italy ndo nchi ambayo ina wazee wengi kuliko nchi nyingi za Ulaya, kuliko labda nchi zote za Ulaya. Sidhani kama wale wazee wana energy ya kupasuana na wachezaji huko mtandaoni and everything, kwa sababu vijana ni wachache tofauti na Uingereza, vijana ni wengi. Yes, yani wazee kwanza, busara ni nyingi. Mara chache sana kusikia Italy watu wanabaguliwa. Vipo hizo incidents, lakini sio kivile kama nchi ambazo hata ukiangalia washabiki wa Italy wengi unakuta ni washua labda 40 kwenda juu, wanakuwa na timu zao. Yes, yani ile energy haipo tena, tofauti na huku Uingereza unaweza kumtafuta mtoto wa miaka 3 na akakutukana tu, Lukaku umezingua na ajali wala nini. Yani vitu kama hivyo. So Italy labda tunahitaji misimu mingine labda 3-4 wakija kubadilika, na ukitazamia hapa katikati COVID pia iliwatingisha sana kuliko nchi nyingine. So hata pia hiyo ni ipi? Nini? Nimesema mzimu alipata Juventus. Bali zamani sana, so ni sawa, lakini ile COVID ilisababisha watu wengi wakawa vipato vyao vimeshuka, ndio maana wakawa wanauza wachezaji wengi at least kuboost hata kukaa kambini and everything. So wanahitaji muda mrefu wa kujijenga tena Juventus, so watu wa kushindwa kusajili watu wa paundi milioni 70, wa paundi wa milioni 60 au kiona hivyo, ujue hawaingizi hiyo hela. Kwa hiyo hamna namna. Yes, at least muda uendelee kuja, labda wakuze vipaji, labda tutawaona Juventus ambao tunaona 10 years back. Okay, tumatisha hivyo kwenye ligi kuu ya nchini Italia. Nilikuwa nazungumzia Juventus na financial fair play. Okay. Ambao alikumbana nayo. Walikatwa point. Yes. Okay. I think tumeongelea mambo mengi sana ya La Liga na sitaki turudie mambo. Tumeongelea Diego Simeone kwa kiasi kikubwa. Tumeongelea Hans Flick huyu sasa hivi na wa msimu ujao kwa kiasi kikubwa sana. Lakini nataka tugusie swala la Julian Alvarez, moja kati ya mchezaji ambaye ameonyesha makubwa kwenye misimu ya hivi karibuni pale Atletico Madrid. Hivi karibuni ametajwa kukubali kuongeza mkataba pale Atletico Madrid. Nakumbuka alikuwa Manchester City na alikuwa hapati nafasi ya kutosha sababu nafasi yake yupo Haaland pale. Kwa uwezo wa Alvarez, umri wake alionao, wengi wanamtarajia kutoa pale FC Barcelona. Kwa jinsi ambavyo wenyewe mnamwangalia Alvarez, safari yake ya soka itakuwa vipi, na itakuwa vyema kwenda kwenye timu gani hivi sasa kwa kutazama timu ambazo zipo Ulaya? Nadhani episode iliyopita ya Game Time nilisema kuhusu Julian Alvarez. Julian Alvarez ni mchezaji fulani hivi ambaye very interesting, ni mchezaji wa kustaajabisha, kwamba kabla ya kufika Atletico Madrid
Julian Alvarez alikuwa ni mchezaji ambaye ameshinda kikombe kwenye kila timu aliyoshiriki. Kuanzia huko alikotoka Argentina mpaka Manchester City, alikuwa ni mchezaji ambaye kila msimu alikuwa tu anashinda vikombe. Kwa bahati mbaya, bahati yake ikaishia pale alipofika Atletico Madrid, amemaliza msimu hajachukua kikombe chochote. Na nakumbuka nilisema kwamba kwa mchezaji wa kaliba yake na umri wake anaweza akaona kwamba hiki ni kitu cha ajabu, sijazoea, yani hajazoea hivi. Kuna wale Waswahili wanasema hajakuzwa hivyo, yeye vikombe ni sehemu yake ya maisha. Kwa hiyo nadhani kwa sababu FC Barcelona tayari wameshatangaza kwamba Roberto Lewandowski hatoendelea kuwa sehemu ya kikosi chao, so it's only fair wao kuongeza striking force yao. Na ukimwangalia mchezaji kama Julian Alvarez ana fit kabisa profile, kwa sababu kicho kinamnyima yeye nafasi ya kushine Manchester City. Come on man, Haaland, unajua kama umeangalia mechi za Manchester City hizi 5 za mwisho za Premier League, Haaland ni mchezaji ambaye unlike tofauti na wengi tunavyodhani, amekuwa akifunga impossible goals. Kama unakumbuka mechi ya ni Bournemouth, alikuja kusawazisha lile goli dakika ya mwishoni kabisa. Sidhani kama kuna mtu anaweza akapull stunt kama ile. Kwa hiyo kilichokuwa kina overshadow Julian Alvarez ni uwepo wa robot mwingine Haaland. Kwa hiyo I say ikiwa Barcelona watafanikiwa kumsajili Julian Alvarez, I say tutakuwa na tafrija, kwa sababu changamoto kubwa ambao nadhani ingetakiwa iwapate wa Spaniola tofauti na Italia ni financial fair play. Bro, Spain, financial fair play ya Spain ni ya dunia ingine. Yani nadhani wale ile financial fair play yao ni ya dunia tofauti kabisa na tunavyodhania. Yani La Liga masuala ya fedha, na mbaya zaidi ni kwamba La Liga haijali wewe ni Real Madrid, wewe ni Barcelona, wewe ni Oviedo, wewe ni Almeria, wao wanaruka na wewe vizuri tu. Nakumbuka Dani Olmo, almost ilibaki kidogo sana Dani Olmo asisajiliwe Barcelona. Yani alikuwa tayari amesha sainisha mkataba, lakini walishindwa kumsajili kwenye mfumo wa La Liga. Kwa hiyo if they pull the stunt ya kumsajili Alvarez, msimu huu kwa takwimu ni kwamba Real Madrid, Barcelona amemfunga kila mtu aliyokwenda kwake, sio chini ya goli 3. Ni Real Madrid peke yake ndo amefungwa 2. Na juzi wamepost kwenye mtandao wao wa Twitter wakaeka dimba la Camp Nou na timu zote 19 kwamba kila alioenda pale amekula chuma. Sasa wakimweka na Alvarez pale, bro, sasa hivi hata akiwa nje watu watakula chuma. By the way, Alvarez nafikiri msimu huu haukuwa msimu mzuri kwake, kwa sababu ukiangalia pia kistats La Liga hakuwa kufanya vizuri sana. Mechi 29, goli 8 na assist 4. Nafikiri ni moja kati ya misimu mibovu yeye kumaliza bila kuwa na double digits za magoli. Ukiangalia kwenye mechi 29 hizo 28 alizocheza, ni pungufu tu ya mechi kadhaa kufikia mechi 38, karibia mechi 10 au mechi 9. Majeruhi sometimes labda ni tactical za Cholo ndo zinamsababisha kwa namna moja au nyingine kae mkeka, lakini sidhani kama msimu huu ungetakiwa umwangalia Alvarez ndo umnunue. Sidhani kama wadau wengi wangeweka fedha, lakini kwa misimu 2-3 iliyopita Alvarez kila mtu anamtambua, kacheza nyuma shadow ya mtu kama Haaland, lakini alikuwa mwiba kwa sababu kuna sometimes alikuwa anapanga kama namba 10 kipindi KDB yuko majeruhi, na alikuwa anaonyesha. Msimu uliopita Atletico alikuwa na goli 17 kwenye mechi 30 alizocheza, plus na assist zaidi ya 3-4. So msimu huu unaweza kuwa sio mzuri kwake kwa Alvarez, lakini nachoamini akienda Barcelona kiukweli moto utakuwa ni mkubwa sana. Though mimi sioni kama Barcelona wanahitaji sana striker. Nafikiri structure yao nzuri ya kwanza kuitengeneza ni kuanzia defensive midfielder paka baadhi ya mabeki kama beki wa kulia, fullback wake wa kulia, na akiongeza center back at least 2 kama backup.
Barcelona bado itakuwa ni mwiba sana, lakini kama wataamua wao kuongeza striker ili wao wanafunga zaidi, wanaenda kusema ile kuku outscore, ukinifunga 9 na kufunga 10 unachukua point 3 au unaingia second round au unachukua kombe limeisha. So itakuwa ni sawa, lakini kwa Alvarez kwenda Barcelona kiukweli nasubiri kuona hilo. Though anaweza akaenda timu yoyote inaomhitaji, lakini missing piece ya Barcelona ni mtu anaweza kucheza sehemu yote pale juu, mtu kama Alvarez. Bana, ukiachana na Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid ambazo tumezongelea sana, lakini pia kuna Real Betis ambayo atashiriki UEFA Champions League. Lengo langu sio hizi timu tatu, lengo langu ni Villarreal. Ni klabu ambayo kwa La Liga msimu huu ni ya 3 kwenye upachikaji wa magoli, lakini pia imekuwa ikizipa kashikashi sana Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid kwenye michezo ambayo wanaicheza. Yupo nafasi ya 3 msimu huu kamaliza, anacheza UEFA Champions League msimu ujao. Kipi ambacho walikuja nacho Villarreal msimu huu? I think ni moja kati ya klabu ambayo inafunga sana Spain. Masud. Okay. Villarreal wamekuwa na mwendelezo tu mzuri kutokea msimu uliopita. Wali change gear mwisho wa msimu ule uliopita ukiachana na huu. Mwanzoni mwa msimu walianza vizuri, then wakaanza kufanya vibaya msimu katikati ya msimu, lakini they picked the momentum katika second phase ya msimu, na ndicho kitu walichoanza nacho pia msimu huu uliokwisha. So ni mwendelezo tu mzuri ambao wamekaa na wachezaji kama timu nyingi ambazo zimekuwa zina consistency nzuri ya msimu mmoja mpaka kwenda mwingine. Unapokuwa na timu ambayo ina wachezaji ambao wamekaa pamoja kwa muda mrefu, tumeliona hili kwa Arsenal, wamekuwa pamoja kwa muda mrefu. Unakuwa timu ambayo unakuwa haubadilishi kikosi sana. Unachofanya wewe ni kuongezea tu kama kwenye sahani ya Mwansasu pale ambayo ina full course ya chakula na kuongezea kama parachichi. So timu ikiwa katika mlengo wa namna hiyo, ni timu ambayo tayari imeshaanza kujipata, ambayo ina uwezo wa kucompete. Inaweza kwa sababu kucompete, hizi timu ndio zinatofautiana kwa aina ya vikosi walivyonavyo. Kikosi kama cha Villarreal kinaweza kikawasumbua timu zote za shuka chini, ikashindwa kupambana na Barca ama Madrid kwa sababu wako katika level nyingine kabisa. Lakini kwa once ukiwa na consistency ya namna hiyo, hata hao walio juu yako huko au ukikutana nao wanapata tabu. So ni mwendelezo ambao wanao, so hopefully na msimu ujao ambao mashindano yanaongezeka. Hii ni kwa timu zote ambazo zimepata nafasi ya kucheza mashindano ya Ulaya. Fixtures zinakuwa zinaongezeka, zinakuwa ni nyingi sana. So kikosi unachohitaji kinatakiwa week in week out, weekdays kama ni za mashindano ya Ulaya, wachezaji wawe fresh, so recovery, sijui rotation hizo. So it goes down kwa namna mwalimu anaweza kumanage hicho. So we will see kama wataendelea na performance waliokuwa wanaifanya msimu huu ya kuwafanya wacheze Champions League, ama watakuwa overwhelmed na fixture, mlundikano wa fixtures, kwa sababu sasa hivi wanacheza Champions League, sijui La Liga, Copa del Rey, itakuwepo pia. So ni swala la kusubiri na kuona. Tena kuongezea hapo ni kwamba timu pekee ambazo zimeizidi Villarreal magoli ya kufunga ni Real Madrid na Barcelona. Barcelona ana magoli zaidi ya 90 kwenye magoli ya kufunga. Real Madrid ana 77, Villarreal ana 72. Tofauti kati ya Villarreal na Real Madrid kwenye magoli ya kufunga ni magoli 5. Na ukiangalia Real Madrid ana one of the best striking force in the world. Yani ni kitu cha ajabu kwamba Villarreal ambaye ukimwambia an average soccer fan na kutajie striking force ya Villarreal anaweza asijue an average, lakini
ametofautiana magoli 5 na Real Madrid, na kitu tofauti hapo ni kwamba Villarreal amefungwa magoli mengi actually tofauti na Real Madrid, lakini it's a new era kama alivyosema Mswahili. Timu nyingi Como, Villarreal, Manchester United for that matter, ambazo zilikuwa zinashiriki michuano michache, zisipoboresha vikosi vyao kwenye msimu huu wa UEFA Champions League, Europa na kadhalika, utakuwa na tafrija. Villarreal msimu uliopita kacheza Champions League na alipata draw mechi moja tu kati ya mechi 8 alizozicheza. Nyingine zote kala chuma. Na the moment walienda kubadilisha, Marcelino alianza kubadilisha mfumo, kumweka Ayos Perez mbele, yeye na Pepe na Mautzebe yule walomtoa Lyon, ndo pale changes zikaanza. Baada ya mwanangu Thomas Partey na yeye kuingia Moisela chini, wakamleta yule ni Senegali alofunga goli la finali, goli la ushindi. Yes, timu ilibadilika, wakawa wanafunga fufan. Kuanzia pale wakaanza kusogea na kushinda, na kitendo cha kumfunga Atletico Madrid goli 5 weekend ile ilionyesha jinsi gani Atletico alifikiri kama kusekiwa nafasi ya 3 ilikuwa tayari, baada ya kuwa ameshinda mechi 2 nyuma. Akaona kama hii game nachoenda kutafuta draw, lakini kwa bahati mbaya akapata na zahma, kwa sababu game ilisha first half ashakula chuma 4. So sitegemei maajabu sana Villarreal ataenda kuyaleta Champions League msimu unaokuja, kwa sababu amezoea mashindano ya Ulaya kula chuma tu. Kuanzia alipoondoka Unai Emery hakuna chochote ambao Villarreal alikuwa anachokifanya kwenye mashindano ya kwenye mechi 8. Amekula draw moja tu na alimaliza wa mwisho kama sio wa pili kutoka mwisho. Yes. So nafikiri ajikite tu na La Liga, ambapo ameshajipangia kishamba chake kwamba naweza nikapoteza game na Madrid, naweza nikapoteza game na Barcelona, lakini hao wengine hao kina Atletico Madrid kushuka chini, kazi ipo. Mimi kwa hiyo nitakuwa tu nacheza kwenye nafasi zangu za kwanza mpaka za 4, nicheze Champions League. Maana wanachokitaka La Liga ni nini? La Liga sio ligi ambayo watu wengi wanachukua hela kutokana na labda mashabiki, labda kutokana na broadcasting, TV rights and everything. Wao wanapata hela nyingi wanaposhiriki Champions League. Kwa hiyo ndo aim yao hasa kucheza Champions League ili waweze kuvuta mpunga mkubwa, kwa sababu tunakumbuka mechi ya 36 kama sio mechi ya 35, kuanzia nafasi ya 7 mpaka nafasi ya 18 walikuwa wanaweza kushuka daraja. Yes. So unaona ni team jinsi gani uwezo wao ni either unalingana au ni moja kati ya ligi ambayo baadhi ya timu haziko serious sana, au baadhi ya timu 3 zimetengeneza gap kubwa sana kuliko timu nyingine, kuanzia kwenye usajili mpaka userious wa matokeo na jinsi ya kutafuta point 3 nje au ndani ya uwanja. Girona ameshuka daraja sehemu ya City Group. Yep. Kwa hiyo hapo shida sio hela. Well, kama nilivyosema La Liga ni kitu tofauti, kwa sababu kama walikuwa na wachezaji zaidi ya 4 na mmoja wapo walimgaia City ule Savinho, means hizo ni intertrading tu. Yes, tatizo sio fedha, kwa sababu kama ni walimtoa Savinho wakamtoa yule aloenda Atletico Madrid Soloth, si ndio? Alikuwa pale. Yani uwezi kusema probably inaweza kuwa shida fedha, kwa sababu kama wanauza na wamejenga watu wakubwa. The reason kuna shida katika ligi zote zilizobaki isipokuwa England ni hilo, fedha. Gohola gap ni kubwa kati ya Bayern Munich na the rest. Gap ni kubwa kati ya Real Madrid, Barcelona na the rest. Gap ni kubwa tena wale Serie A hamna hata gap kubwa sana. Almost wote ni the same. Bro, Inter hela ambayo Inter anachukua kama bingwa wa Serie A ni approximately euro milioni 55, au tukigeuza kwenye pound ni kama pound milioni 40 na kidogo. Ni 3 times pesa ambao Wolves anaipata akishuka daraja. Sasa you can't compete. Yani Wolves anaweza akaenda Inter pale akaangalia, wewe Lautaro njoo. Wolves anaweza. Nachojua shida sio kumnunua mchezaji. Kila timu
ina uwezo wa kumnunua mchezaji wa paundi milioni 50, ila kuaccommodate kwa hiyo mikataba unaompa labda miaka 5, kumlipa labda dola 200,000 kwa wiki, hiyo ndio inakuwa shida kwa kila timu. Lakini kusema kumchukua mtu kwa paundi milioni 60 ni kawaida. Hiyo iko kwenye package ya yani ni kama vile unalipwa 100,000 leo mshahara umeingia sawa, unaenda zako pale wapi pale Sinza, unakaa juu ya stuli afu unapiga 100,000 yote na songesha zile unazina nani, unafikiri unaishije? Ngumu. Huwezi, they cannot, hawawezi kununua mchezaji kwa bei ghali kwa sababu their financial status haiko strong. Hawawezi kummanage hiyo paundi milioni 50 unayosema ya kupata mchezaji mmoja, ni bora ibaki mule ilipe mshahara wa wachezaji au ufanye vitu vingine. Ndio maana wanashindwa kununua wachezaji wakali. Ndio maana Wolves, sijui Nottingham Forest, anaweza kaenda Italy pale, anaweza kaenda Inter, anaweza kaenda AC Milan akachukua mchezaji kwa paundi milioni 70. Hiyo mfano wanafanya hivyo Nottingham Forest. Nottingham Forest has one of the expensive squads in England. Na wanalipa vizuri. Kazi ya Nuno Espirito hiyo. Sasa unajua ni kwa sababu gani? Kwa sababu England wao financial fair play sio kama ya La Liga. Wao wana Profit and Sustainability Regulation Act yao, ambao wao wanasema ile faida unayopata inatakiwa isizidi ndani ya miaka 3 kiwango ambacho umekitumia. Nadhani nishawahi kuandika makala kuhusu hicho kitu, kwamba Wolves anaweza akaenda Inter Milan akamnunua Lautaro Martinez na akamlipa mshahara wake vizuri, kwa sababu tofauti ya Inter Milan, Granada, labda Almeria za Italia na Spain ni kwamba kwenye English Premier League zile timu zote 20 zina haki sawa. Zimetengeneza Premier League kwamba haki za matangazo za Manchester United, za Liverpool, za Wolves, za Brighton ni the same, na mtapewa the same amount of time. Kuna wakati Manchester United itacheza saa 8 na dakika 45, kuna wakati Brighton atacheza saa 4 usiku. Mara ya mwisho umeona lini Real Madrid na Barcelona wamecheza saa 8? Hawawezi, because hao ndio cash cow wao yani. But again, that is a whole new explanation, tusiende mbali sana. Nikibaki hapo Uingereza, maana tumehama tayari. Sunderland imepanda ligi msimu huu. Performance nzuri wameonyesha, lakini kitu ambacho nataka nikifahamu ni kuhusu kitu ambacho kimeipa nguvu Sunderland. Imepanda msimu uliopita, lakini msimu huu itashiriki michuano ya msimu ujao, itashiriki michuano ya Ulaya. Regardless, kuna timu kubwa ambazo hazitoshiriki michuano ya Ulaya msimu ujao, ikiwemo Chelsea. Timu kubwa zipi? Timu kubwa kama Chelsea ni moja tu. Okay, it's okay. Mimi nafikiri labda nianze hapa kwa haraka. Kilichoisaidia Sunderland ni kitu kimoja, kushinda tu mechi zake mapema. Kwanza, of course. Yani ukiangalia, nadhani tulishawahi kujadili hapa, timu yoyote ya Uingereza ili kubaki ligi kuu inahitaji mambo mawili. Moja, kupata zaidi ya point 40. Hilo ni jambo la msingi sana. Yani timu yoyote Uingereza, kwa mujibu wa mahesabu, timu yoyote ambayo imepanda daraja, once ikiclock point 40, kushuka ni ngumu sana. Angalia timu zote zilizobaki, Burnley, Wolves, nadhani na West Ham nadhani kama West Ham amefika point 40 ni 40 au 39. Kuna hicho ki line hapo. Ukishafika point 40, Sunderland aliwahi mapema sana kushinda mechi zake, na Sunderland alifika sehemu mpaka akawa nafasi ya 3. Alishinda mechi zake kwa haraka, na hatuwezi kusema kwamba Sunderland alikuwa na usajili mkubwa sana, kwa sababu ndo kwanza alikuwa amepanda daraja. Aliongeza experienced players 2-3, nadhani Granit Xhaka ni mmoja wao, kwenda kuhakikisha kwamba vijana wanajua namna ambavyo Premier League ipo. Na unajua Sunderland alikuwa hajacheza Premier League for approximately 7 seasons nadhani. Kwa hiyo hii ni note kwa timu nyingine nyingi kushinda mechi mapema. Kwa mfano Liverpool, pamoja na form mbovu ya Liverpool iliyokuwa nayo msimu huu, form mbovu sana, lakini yuko nafasi ya 5. Liverpool msimu huu imepoteza mechi 20 kwenye michuano yote, lakini yuko nafasi ya 5. Si kwa bahati mbaya. Kuna michezo ya mwanzo kabisa ambao Liverpool alijikusanyia mawe yake mapema,
Kama nilivyosema kule, kuna wakati kwenye Mhubiri, kwenye kitabu cha Mhubiri wanasema kuna wakati wa kukusanya na wakati wa kutapanya, wakati wa kutupa. Liverpool alikusanya mawe yake mapema sana kiasi kwamba the only difference ni kwamba Liverpool na Manchester United ni kwamba wakati Liverpool akianza kudondosha points, Manchester United akapick kuanzia Januari. Manchester United amepick kila ambacho kilikuwepo kizuri mbele yake, na kwa hiyo kuna kitu cha kujifunza hapo kutoka kwa Sunderland kwamba chukua chako mapema. Kwa Manchester United na mwisho wa ligi, kuna story moja niliipata kwenye mitandao ya kijamii. Wengi wanamjaji Bruno Fernandes kuwa mchezaji bora wa England msimu uliopita, na wengi wanaweka reason ya mafanikio ya club. Sasa ukicheki mwendelezo jinsi ambavyo Manchester United walikuwa wanacheza ligi ya msimu uliopita, lakini Arsenal, Manchester City na wachezaji waliopo ndani ya kikosi, Bruno Fernandes alipaswa na kuwa mchezaji wa msimu wa Uingereza. Ni tuzo ambayo anastahili kupata. Masud, si wamemchagua wewe? Wamemchagua. Swala la kupaswa utokupaswa ni kila mtu anavyoliangalia. Nikisema anapaswa utasema kwa sababu mimi ni shabiki wa United. Of course wewe ni shabiki wa United. Mimi ni shabiki wa United, lakini I had a feeling kwamba kama Bruno atafanya alichokifanya, iko the record ya assist kwa msimu, and labda kwenda ku break, ana nafasi kubwa ya kuchukua, kwa sababu Bruno amekuwa ni kama yeye yuko katikati ya timu ambayo yeye ndo kama kaibeba mabegani. Yeye ni kama ndo, yani bila yeye tukianza kusema kwamba kama Bruno asingekuwepo, tufanye Bruno hayupo pale sasa, kwa msimu huu sijui tungekuwa wapi kiukweli. Lakini kwa timu kama Arsenal, ambayo nimesema Arsenal kwa sababu ni Bruno na Declan Rice ndio walikuwa wanapigiwa chapuo kuchukua, na mashabiki wengi wa Arsenal pia hawataki kukubali hiyo. Lakini kwa Declan Rice, nadhani the whole team imekuwa vizuri, na ndio maana wameweza kuchukua ubingwa. Ukiachana na Rice, David Raya, I think Declan Rice na Raya wote wako timu moja, so yeah, of course Arsenal collectively walikuwa wako vizuri kuliko United. So ndio maana nadhani kwa jicho jingine watu wanaliangalia kwamba performance ya Arsenal ni Arsenal na sio Declan Rice wala David Raya. Lakini umuhimu wa Bruno kwa United nadhani umestand out kwa sababu we all know amefanya tupo hapo tulipo. Bruno ana magoli mangapi EPL? 8. Sasa takwimu ni kwamba Manchester United wamefunga magoli 69, assist 21, maana yake si magoli 21 yamefungwa, hajafunga yeye, si ndio? Kwa hiyo tukisema goal contributions za Bruno ni 29, tufanye hesabu, si ndio? Tufanye hesabu kwamba tuseme 29 ukigawa kwa 69, ina maana 42% ya magoli ya Manchester United Bruno Fernandes amehusika. That's approximately, ukiround off japo inakuja 40%, maana yake katika kila magoli 10 ya Manchester United, magoli 4 Bruno Fernandes alihusika. That's an insane number. Japo mimi siungi mkono swala la Bruno kuwa mchezaji bora wa msimu, I would have rather given David Raya au Declan Rice, lakini anyway, kura hazina logic. Na hizo mara nyingi zinatokea kwa sababu ukikumbuka hata msimu anachukua Liverpool msimu wa COVID ule 19-20, Liverpool alichukua kombe lakini mchezaji bora akawa Kevin De Bruyne. Msimu wa 17-18 anachukua Man City, mchezaji bora wa ligi anakuwa Mohamed Salah. Hivyo na Harry Kane alishachukua mara kadhaa. Yeah, so ni vitu ambavyo siwezi kusema kwa namna moja au nyingine zina determine uwezo wa timu na uwezo wa mchezaji tofauti. Ni ukweli Bruno amekuwa ni nembo ya Man U kwa takriban misimu miwili.
nakumbuka recently hapa alimaliza De Gea, nafikiri baada ya De Gea icon ya Man U sasa hivi amechukua Bruno. Na tukijadili kifootball, Bruno yule ambaye unamtaka awe namba 10 kwa sasa hivi kwenye timu bora, kwenye ligi 5 bora, ukichukua timu mbili za juu zote, Bruno anaanza. Sehemu ambayo atakuwa na utata kidogo wa kuanza kwa sababu tu ya jinsi michakato yao inavyokwenda ni PSG, kwa sababu ana Neves, ana Fabian Ruiz, labda ana Vitinha, utashindwa kumchomeka Bruno pale kulingana na mfumo wa PSG. Lakini Bruno kwa ile classic namba 10, timu zote kubwa unazozijua wewe, Bruno sasa hivi anaanza. Yuko kwenye piki yake, kila kitu anachokifanya kinabadilika kuwa goldi, kinabadilika kuwa, though kuna vile vitu ambavyo kwa wapenzi wengi wa football au wapenzi wa timu kwa namna moja au nyingine hawavipendi, kwa sababu ilifika kipindi Bruno sasa hajali tena swala la timu, anajali yeye avunje rekodi, kwa sababu unaona kuna pasi anazitoa watu wakikosa, yeye mwenyewe ana mind, yani kwamba why unashindwa mimi kunipa utaratibu zaidi kama captain, wape watu motisha, umekosa kuwa tutajaribu tena. Kuna baadhi ya pasi unaona anapiga, anasikilizia mtu akifunga, akikosa yeye anachukia, mbona unaninyima mimi kufanya kitu fulani, kitu ambacho kitimu sio kizuri. Though kama ilivyotokea amefanikiwa kupata assist hizo 21 jana, ilikuwa ya mchongo, ilikuwa ni on goal. Kwa rekodi ni 21. Tuseme 21, lakini yes kitakwimu ni 21. Ukija kwa Raya usilalamike. No, mimi ni mtu wa boli. Bruno anafanya kila kitu anachotakikana na mkumi wako kwenye kikosi cha Ureno, wachezaji wote wa Ureno wale wameshinda vikombe kwenye ligi zao, ila Bruno ana assist nyingi kuliko wengine. Kwa hiyo fair. Bruno kwa nafasi yake anafanya kila kitu. Kwa mtu mpenzi wa mpira, Bruno anafanya kila kitu sawa kwa nafasi yake. Yani ukibisha hilo utaonekana sio kweli. Kwa ni 20 au 21? Regardless ni 21 kimakaratasi, lakini kifootball ni 20. Asante baba. Asante tena. Tukija kwenye David Raya na Declan Rice amefanya kila kitu pale Arsenal. Kila kitu amekifanya, kuanzia kuzuia, kuanzia kwenye kufunga, kuanzia kwenye kuhamasisha hadi kumotivate yeye. Yes, yani ni kaliba ya uongozi. Ukija kwa David Raya, na yeye alikuwa na moment zake. Ukiangalia save 10 bora za EPL msimu huu, lazima uzipate zaidi ya 4 za David Raya. Saves bora, sio saves nyingi, saves bora 10 za EPL, 4-5 utakuta za David Raya. Sasa ukija kwenye clean sheet, kwa mimi upeo wangu wa football ningependa kipa bora asipewe kwa clean sheet, kwa sababu clean sheet ni contribution ya timu nzima, kuanzia holding midfielders na defenders. Kwa sababu unaweza ukapata clean sheet kwenye mechi ambayo hujapata shot on target hata moja. Umecheza na viande hawashambulii, unapata clean sheet, wanakusifia kipa, fair. Lakini mabeki wanasifiwa sehemu gani? Kwenye block, kwenye interception, kwenye tackling. Why na mabeki na wao wasisifiwe kwenye clean sheet? Kwa sababu ukiweka clean sheet za David Raya 19, lazima kuna kati ya Saliba ama Gabriel na yeye ana same clean sheet. Mimi ningependa kipa bora atangazwe kwa saves. Yani unaweza ukaangalia rank ya kipa ambao ameshambuliwa mara nyingi, unaweza kuta kweli kafungwa goli 40, lakini kwenye goli 40 labda aliface shots labda 100, akasave 60, ila kuna tuzo ya save bora pia. Hizi save bora so saves nyingi ni save bora, kwa sababu save bora utampa tu Raya. Sidhani kama kuna kipa ambaye save nyingi asingepata. Hana saves nyingi, lakini ana saves bora. Mimi ningependa kipa bora apate kwa saves nyingi, kwa sababu kuna timu inashuka daraja lakini kipa wake kadaka everything, kama ilivyokuwa Bournemouth kipindi huyu tapeli anaitwa nani ambao sasa hivi yuko Newcastle, Ramsdale. Kipindi Bournemouth anashuka, lakini Ramsdale alikuwa anadaka kila kitu alidaka kwenye msimu ule. Ningefikiri ingekuwa rahisi kuwa motivate makipa kama wao kukompea na kipindi kile De Gea. Man U alikuwa kila mtu anamshambulia, lakini De Gea alikuwa anachukua player of the season ya Man U karibia misimu 3-4 mfululizo. Unajua kimpira
unapokuwa na kipa kama mchezaji bora inamaanisha kitu kingine. Yeah. Yaani unapokuwa wewe kama mtu wa boli unajua kwamba unapokuwa na kipa kama mchezaji bora, mchezaji wako bora, maana yake yani una matatizo makubwa kuliko unavyodhani. Kwa nini yuko uwanjani? Hapana. Yaani kipa okay, anyway. Kwa perspective yangu mimi, kipa anatakiwa afikiwe kwa nadra sana kama backline yako iko fresh. Kwa hiyo unapokuwa kwa mfano for that matter ukisema kuhusu David De Gea, the moment ambayo David De Gea alikuwa ni mchezaji bora wa Manchester United labda 2 consecutive season, ilikuwa inaonesha tatizo lingine in hindsight. Yaani kwa nyuma ukianalyze unaona kwamba kuna shida kubwa sana kwenye ulinzi. Paka kipa anafikiwa na level ya kipa kuwa na saves nyingi, kipa kuwa japo hiyo ni individual moment au ni individual brilliance ya kipa kufanya saves na kadhalika, lakini kwangu mimi kwa maoni yangu nadhani hiyo inaonesha ni jinsi gani defense yako inafikika kirahisi. But again dakika 90 kazi ya kudisave ya kujilinda inaanzia katikati ya uwanja pia. Kwa hiyo inawezekana pia ukiwa na kipa ambaye ana save nyingi, tatizo huwa linaanzia mbali. Kwa dakika 90 kila mchezaji mmoja ana average ya kugusa mpira dakika hizi 2. Dakika zote zilizobaki ni kurun kwenye space na kurun kwenye sehemu ambapo kuna hatari. So katika dakika 2 ambazo kipa anatakiwa aguse mpira au mchezaji yote anatakiwa aguse mpira kwa dakika 90, kipa wako akigusa zaidi ya dakika 3 au dakika 5 akiwa na mpira yeye kwa kudaka au kuanzisha au kufanya nini, huwezi kusema ana shida, kwa sababu what if hizo dakika 5 zingetumiwa kwa striker wako? Kwa sababu kila mtu pale ana majukumu yake binafsi ya kuwafanya as a player kuhakikisha timu yake inashinda. Kwa mfano, nimekubali mkuu. Kwa mfano, unakumbuka save alofanya Raya dhidi ya Fernandes kwenye game ya West Ham na Arsenal. Jinsi alivyokuwa ameuswitch ule mpira, au turudi nyuma World Cup 2022. Save ya mwisho alofanya Wow. Dibu. Alofanya Dibu. That is one in a million. Yes, ya Kolomwani. Ya Kolomwani, yeah. Yes, ni saves ambazo alifungwa goli la Mbappe ambao watu wengi hawakutarajia lile goli. Mbappe anapiga half tiki-taka anafungwa. Watu wote wali criticize. Lakini magic moment ya kwenda kuzuia mpira wa Kolomwani ikaamsha. Lakini hiyo ni moja. Hiyo ilikuwa ni kazi hiyo yake. Ni moja. Yes, hiyo ilikuwa ni kazi yake. Angefanyiwa hivyo 7. Angefanyiwa hivyo 7. Hiyo kazi yake ilomleta pale. Hata akifanya vile mara 100, ndio kwa sababu Airekeni anavyofunga kila siku anatakiwa na nua au yanadaka vile kila siku. Ndio kazi ambazo zinakuwa distributed uwanjani. Basi mkuu, nimekubali. Tumekuelewa. Anakuelewa vizuri. Lazima kila mtu afanye kazi yake. Daka mara 100, mimi nafunga mara 100. Asante baba. Asante tena. Asante sana. Ni chuma tu unaona. Yes, so ni sawa kwa Bruno Fernandes kuchukua mchezaji bora. Though Declan Rice na kama ulivyosema na Raya pia walistahili. Walistahili. Tumeongea mengi kuhusiana na ligi 5 bora barani Ulaya. Mengi tumeyaongea pia kwenye season zilizopita. Fuatilia Game Time, episodes zipo nyingi kweli ambazo tumeziongelea ligi hizi. Leo tumeongelea kiuchache matukio ambayo tuliyaacha nyuma, hatakuwa tumeyapa uzito mkubwa sana. Kwa hiyo jambo ambalo unatakiwa ulifanya ni kwenda kwenye page ya Dimbani Connect. Angalia episodes zote ambazo tumezirecord. Kuna clip nyingi ambazo zinaongea kwa undani kuhusiana na ligi 5 bora barani Ulaya. Kumbuka hili jambo haliishii hapa. Kuna World Cup 2026, package imeandaliwa kubwa na nzuri kweli ambayo utakuja kuipata hapa kwenye Game Time. Kombe la dunia lipo vizuri, stories zipo vizuri. Sensei, umeandaa mapigo ya nguvu kweli na timu yako ya Uholanzi. Timu la kibingwa. Huko hamna mshika mtoto, yani huko hamna chuma au chuma zipo pia? Pale Uholanzi. Chuma hamna pale. Hamna. Chuma hamna, lakini kuna mwanangu mmoja Julian Timber anaweza akawepo pale akipona. Bwana, tunatamatisha hivyo. Hii ni Game Time. Unaweza ukafuatilia Game Time kupitia mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, Twitter kwa jina la Dimbani Connect. Clip zote ziko pale. Unaweza ukapata kile ambacho unastahili ukipata kwenye michezo. Bwana, niko na Moro King kwenye mtandao wa kijamii, unaweza kumpata kwa jina la Moro King pale Instagram na Twitter Moro King_. Yes, wimpo na Masud
Masud unaweza kumpata kwa jina la @iam_masud Instagram, lakini X I'm Masud Junior. yes, Skolls_sensei kwenye mitandao yote ya kijamii. Andrea_Masawe kwenye mitandao yote ya kijamii unaweza kunipata hivyo. Na usiache kufuatilia Game Time. Uwe na wakati mwema. Game Time, tunavyo sisi.